Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Mwashamu Askofu Wolfgang Pisa, Askofu wa Jimbo la Lindi na Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Mwashamu Baba Askofu Ludovic Joseph Minde, Askofu wa Jimbo hili la Moshi na mshangwera wetu, wapendwa wote kadiri ya itifaki, tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Leo tunafanya maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya uaskofu wa mchungaji mkuu wa jimbo hili la Moshi, Mwashamu Baba Askofu Ludovic Joseph Minde. Naomba tumshukuru Mungu. Ni siku ya furaha na shangwe kwake na kwa kanisa. Tunaungana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka zake tele na kwa ulinzi na maongozi ambayo amemjalia katika huduma na katika utumishi wake kwa miaka 25 kama askofu. Mungu huwa ana zawadi nyingi kwa mwanadamu, na kwake ametoa zawadi nyingi. Tunamshukuru, maana katika zawadi alizompa, najua zawadi ya uhai ni ya kwanza. Yeye ndiye aliyemfanya na akamleta kwetu. Zawadi ya imani ambayo ni fadhila ya kimungu, amempa imani na amewawezesha wale ambao wamemsaidia, wazazi na walezi mbalimbali, au wamefanya sehemu yao, lakini Mungu ndiye aliyepanda imani hiyo. Zawadi ya wito, ndiye aliyemchagua akamwita awe mchungaji wa kondoo wake. Amemwita kama padri na amehudumia kwa miaka 40. Na ni mwaka huu miaka hiyo 40, naomba tumpongeze pia. Lakini kama askofu mchungaji mkuu wa jimbo kwa miaka 25, miaka tunayoadhimisha sasa. Lakini pia zawadi ya huduma, amemwezesha kutoa huduma, lakini vile vile kupokea huduma. Huduma anayewezesha ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo siku ya leo tunamshukuru Mungu, lakini pia tunampongeza askofu kwa kujali hizi zawadi, kipekee wito wa daraja takatifu na utume wake wa kufundisha watu wa Mungu, kuwatakasa, kuongoza familia ya Mungu na watu wote kwa ujumla katika ukamilifu wa daraja takatifu. Tunafahamu kwamba askofu ni kanisa, kwa hiyo jubilei yake ni ya kanisa. Yeye anapomshukuru Mungu, jimbo pia linamshukuru Mungu. Hongereni sana familia ya Mungu jimbo la Moshi. Lakini pia kanisa la Tanzania ni la mshukuru Mungu kwa ajili yake, maana amelihudumia sana. Amelihudumia kwa upendo na ukarimu mkubwa. Naomba pia tumpongeze baba na tumshukuru Mungu kwa hilo. Kuna usemi uliozoeleka wa Kiswahili kwamba hata mbuyu ulianza kama mchicha. Sasa nikizungumzia mbuyu, kwa baadhi ya maeneo ni jambo gumu. Kuna ambao hawajawahi kuona mbuyu, kama Moshi sio rahisi baadhi ya maeneo haya. Lakini mbaya zaidi, mbuyu ambayo unaanza ule wa mwanzo kabisa. Useme huu kwamba hata mbuyu ulianza kama mchicha
eleza kwamba ulianza hatua kwa hatua ukawa mkubwa, haukuanza kuwa mkubwa. Vivyo hivyo huyu ambaye tunamsherekea, baraka alizokuwa nazo, na kama kuna makubwa katika maisha yake, yote yalikwenda hatua kwa hatua kadiri Mungu alivyomwezesha. Safari yake kama askofu ilikuwa na siku ya kwanza tangu tarehe 5 mwezi Agosti mwaka 2001. Baadaye ikawa na wiki, mwezi, miaka, hadi sasa ni miaka 25. Ni mti mkubwa, umri mkubwa. Lakini jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba bado unaonekana mti mbichi, maana umetunzwa vizuri, mti uliostawi ambao unaendelea kuzaa matunda ya imani kwa wingi. Mhubiri wa jana alisema kwamba ni mzee kijana. Tumshukuru Mungu. Kwa mtazamo wangu, hatua za ukuaji katika utume wa askofu ni ngumu, zina changamoto kuliko za upadre. Maana wengi tunakuwa mapadre tukiwa vijana au tukiwa na umri mdogo, lakini kwa uaskofu wengi tunateuliwa tukiwa tayari na umri mkubwa. Kwa hiyo kuongeza miaka 25 juu ya ile ambayo tayari ipo sio jambo rahisi. Kwa wengine imewezekana, kama kwa huyu mjubilei wetu imewezekana, na tunaona bado yuko timamu kama alivyosema. Nimesema kama mhubiri wa jana, mimi ningeweza kusema kwamba ni kama mchicha, bado kama mchicha wa kijani na ambao unaonyesha kama vile kukua. Tunamshukuru Mungu kwa hili. Tumesikia katika somo la kwanza kitabu cha Yoshua bin Sira, ambaye anawahimiza Waisraeli waliokirimiwa na Mwenyezi Mungu mema mengi, waliojaliwa amani. Wakati mwingine kulikuwa na changamoto, lakini katika haya yote Mungu amewasaidia. Mungu amewasindikiza wakati wote. Yoshua bin Sira yeye anawaambia, muhimidini Mungu wa Israeli afanyaye maajabu katika dunia, ambaye humlea mwanadamu kutoka tumboni. Mwombeni awajalie hekima moyoni, lakini vile vile na amani. Nasi wanajimbo la Moshi, lakini pia na kanisa la Tanzania, hilo himizo linaelekezwa kwetu leo kwa ajili ya huyu baba yetu, kwamba tumhimidi Mungu, tumpe sifa na shukrani kwa neema na baraka tele alizomjalia baba yetu. Amemlea sawa sawa na mapenzi yake, amani amemjalia, hekima amemjalia. Rehema zake Mwenyezi Mungu zimedhihirika kwake na vile vile kwa kanisa leo. Kwa hiyo tunafanya hivi kwa sababu tumeona, lakini vile vile tumeonja kutoka kwake fadhili za Mungu. Tumeshuhudia utume wake ulivyolipamba kanisa, tukianzia jimboni Kahama ambapo amefanya utume wake kwa muda mrefu, miaka zaidi ya 18, mahali ambapo aliwekwa wakfu na kusimikwa kwa mara ya kwanza. Aliweka moyo wake wote, aliweka upendo wake wote, alitoa ukarimu wake wote na nguvu zake zote kwa lile kanisa mahalia, na amekuwa wa utume uliotukuka katika nyanja mbalimbali, nyanja za kichungaji, malezi ya makundi mbalimbali, miundombinu katika maeneo mbalimbali, uaskofuni, eneo ya kanisa kuu, parokia mbalimbali za jimbo. Kuna uanzishwaji wa taasisi mbalimbali, ziko za elimu, za afya, utunzaji wa mazingira na huduma zingine nyingi za kanisa na jamii, pamoja na ile nguvu ya kiroho au aliyokuwa anayo muda wote,
na afya ile ya mwili, sisi tunaona haya ni kama miujiza. Kama anavyozungumza huyu Yoshua bin Sira, kwetu pia haya ni miujiza, ni maajabu ya Mungu kama alivyosema huyu. Kazi ya Mungu kupitia wanadamu ambaye amemjalia karama, vipaji na maono, haya yameonekana. Sisi tunamshukuru Mungu, tunasema ni kama maajabu. Ngeweza kusema kama Yesu alivyofanya kule Kapernaum Galilaya, sehemu hiyo kuwa senta ya utume wake wa hadharani, Baba Askofu Minde pia kwa jina la Kristo, kwa mafundisho, sadaka na majitoleo makubwa, akishirikiana na familia yake hiyo kule Kahama, aliifanya Kahama kuwa Kapernaum yake. Lakini hata baadaye ukitazama, alipohamishiwa hapa jimboni Moshi, aliendelea na ari ile ile, kasi ile ile ya kichungaji kama ilivyokuwa sehemu aliyoanzia, bila kujali umri. Ninakumbuka siku ya kusimikwa kwake hapa jimboni Moshi, katika sehemu ya hotuba yake, aliyekuwa msimamizi wa jimbo hili akinukuu Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 23b alisema, Mhashamu Baba Askofu, tunaomba mambo yote tuliyoyasikia yametendeka kule Kapernaum yatendeke hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Leo tunamshukuru Mungu, sisi wanajimbo, lakini na wengine wote kwa mashahidi kwamba yako mengi yametendeka. Tembea pamoja kisinodi, jambo linaloendelea. Familia ya Mungu jimboni, mapadre, watawa, halmashauri walei, waamini walei, marafiki, wafadhili, wahisani, wadau mbalimbali wa utume wa kanisa, kwa msaada wa Mungu wamewezesha pamoja na Baba yatendeke mengi yaliyo mema. Ameshafanya sehemu hii kuwa Kapernaum yake. Ninasema kwamba, namaanisha kwamba amepafanya kama mahali ambapo panaendelea kudhihirisha miujiza mingi, miujiza inayotangaza na kuimarisha imani kwa mafundisho na kwa huduma mbalimbali, malezi mbalimbali, mfano wa maisha ya sala pamoja na yale ya ibada. Maisha ya mfano, maisha ya baba yetu ni ya sala, anapenda sala, ni mtu wa ibada, na hata maadhimisho ya misa penda. Si kawaida sana kuadhimisha misa parokia tofauti 3 siku moja, misa za kiaskofu. Parokia ya kwanza naadhimisha, akimaliza baadaye na kwenda sehemu nyingine. Ni ari ya pekee, tumpongeze askofu. Utume ambao unagusa kwa ujumla maisha ya kanisa, ziara za kichungaji, lakini kuna hii miundombinu mipya ambayo akishirikiana na ninyi familia ya Mungu. Tumeshuhudia jana nyumba mpya ya maaskofu, lakini hapa eneo la kanisa kuu yako makubwa mengi katika parokia, sehemu nyingi. Sisi tunaona machache, lakini ninyi ni mashahidi. Kupitia yeye pamoja na ninyi, Mwenyezi Mungu ameendelea kubariki utume wa kanisa lake. Ndio maana kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tumeona miaka hii ni ya baraka, ni miaka ya neema. Tunasherekea neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Kauli mbiu yake kwa daraja takatifu la upadre, ambayo ni hiyo pia imetumika kwa uaskofu, ambayo ni kutoka katika waraka kwa Waebrania
sura ya 10 sehemu ya somo la pili ambayo tumesikia inayosema, ndipo niliposema, tazama nimekuja Bwana kuyafanya mapenzi yako. Sehemu ambayo pia tunaweza kuipata katika Zaburi ya 40 mstari wa 7 na kuendelea, ambayo inamaanisha utii mkamilifu wa Yesu kwa Baba, utayari wa kuondoa sadaka za kale, udhaifu, mapungufu, lakini kutimiza mpango wa Mwenyezi Mungu kwa hiari, na vile vile kusimamisha wokovu wa watu kwa njia yake. Kauli mbiu hii, kwa imani na matumaini, Baba yetu ameitendea haki kwa namna nyingi. Kwanza, kwa utayari na ujasiri wake. Baba Minde yupo tayari wakati wote kwa huduma, kwa utumishi. Wakati mwingine changamoto za afya zipo, lakini yeye amejaliwa ule kuthubutu, ujasiri. Haogopi hata kuanza mambo makubwa, ni mtu wa kuthubutu. Tunapenda wakati mwingine kufanya hivyo, lakini namna yake hiyo ya ujasiri ni ya pekee. Namshukuru, utayari na ujasiri. Lakini la pili ambalo tunaliona ni kuhusu uvumilivu na unyenyekevu. Wajibu wa askofu una madai mengi, ni sadaka. Japo kuna ugumu, lakini tunaona uvumilivu na unyenyekevu ambao umesukumwa na upendo umerahisisha kutimiza mapenzi ya Mungu. Sema, nimekuja kuyatimiza mapenzi yako. Kwa hiyo lolote lililo njiani, japo mengine magumu, kwake si kitu. Upendo umetangulia, unafunika haya mengine. Sisi tunaalikwa kujifunza hayo, lakini vile vile hata kujaribu kuthubutu, kuwa na ujasiri katika utume wetu. La tatu, moyo wa sala, moyo wa ibada, upendo kwa Ekaristi Takatifu, kwa Bikira Maria na mengine mengi yote yanayofanana na hayo. Haya yamemsindikiza na amekuwa akifundisha, sio kwa maneno, wakati mwingine kwa matendo zaidi. Kwa sala yeye anaonyesha mfano. Leo tunakumbushwa kujifunza kitu hapo. Tunajua matendo yanaongea zaidi kuliko maneno wakati mwingine. Jambo la 4 ni upendo na ukarimu kwa kanisa. Upendo na ukarimu kwa kanisa. Bila ubinafsi, amejitoa kwa majimbo aliyohudumia. Kahama alijitoa bila kujibakiza, lakini na hapa pia amejitoa bila kujibakiza. Lakini amejitoa kwa kanisa la Tanzania bila kujibakiza. Wakati huko nyuma kama mlezi wa seminari alijitoa. Kama askofu aliyekuwa anasimamia masuala ya seminari, alihangaikia sana hizo nyumba za malezi kadiri alivyoweza, na alisaidia kutayarisha walezi wengi. Wengine hawakuwa baadaye walezi wa seminari, lakini mchango wa baba ni mkubwa. Wako majimbo mbalimbali wanahudumia, walipata malezi yake. Lakini sio hilo tu, alisaidia baadaye baraza la maaskofu akiwa bado Kahama, taasisi ambayo alikuwa amekwisha itayarisha, taasisi iliyokuwa imetayarishwa kwa ajili ya nyumba ya malezi kule Kahama, akaitoa akishirikiana na ile bodi ya wadhamini jimbo la Kahama. Taasisi hiyo leo ndiyo seminari yetu kuu ambayo ni ya falsafa na teolojia. Kwa jambo hili tumshukuru Mungu, mambo makubwa. Amesaidia utume wa kanisa katika majimbo mengi. Hata leo kuna mapadri wanaopewa daraja takatifu hapa, lakini wanatumwa kuhudumia majimbo mbalimbali, lakini wengine katika taasisi zetu mbalimbali. Mimi nataja tu machache.
daima anatafuta ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kuwezesha utume wa kanisa na mazingira yake. Yeye huwa ni mtu wa viwango. Minde ni mtu wa viwango, mnamfahamu Nikisema wa viwango ninamaanisha anapenda ubora na uzuri wa mambo. Hata katika kuvaa huwa hataki kubabaisha. Kama ni nyumba kwa ubora, kama ni wahudumu anatafuta bora, yuko wa namna yake. Kwa hiyo tunajifunza ukarimu huo, lakini pia ikiwezekana na hili la kuchukulia mambo na kuyafanya kwa viwango, kwa ubora na kwa uzuri unaotakiwa, hasa kwa masuala ya kanisa, ni jambo la muhimu sana. 5, huruma na msamaha. Wakati mwingine anawaka kwa wale wanaofanya nao kazi wanajua moto hapa kwa hapa, lakini baada ya muda anarudi chini, ananyenyekea. Jana mlimuona wale waliokopo ibada ya jioni, aliwaambia wale mafundi, wakati tunafanya kazi nimewagombeza sana, wakati mwingine nimewatukana, lakini naomba msamaha. Sio wote tunaoweza kufanya hivyo, kwa waliokosea na kwa hasa wanyofu. Pamoja na kwamba tunatofautiana karama, kwa kweli tunayo mengi ya kujifunza, na kwa hiyo ikiwezekana kuiga hili la kuwa mwaminifu na kudhihirisha kauli mbiu ambazo tunajiwekea kwa ajili ya maisha ya wito na utume wetu, ni jambo la muhimu sana. Na la mwisho, kadiri ya mpango wangu, sio kwa umuhimu, uwazi na unyofu. Hili limemfanya afahamike alivyo. Kama unaogopa, watu wanaosemaga ukweli huwa wanaogopwa Anaweza akakuanika hadharani mara moja. Lakini hao watu ambao huwa ni wakweli wanaaminika, kwa sababu linalosemwa linaweza kuwa kweli. Hili limemfanya afahamike, aeleweke na kuchukuliwa alivyo. Sijui kama kuna wanaomwogopa kwa ajili ya uwazi wake, lakini maneno na matendo ambayo anayafanya kwa kweli yanamwonyesha yeye alivyo, kwamba yeye ni nani, ni wa namna gani. Tunamshukuru kwa jinsi alivyo. Tunamshukuru Mungu. Katika Injili ambayo tumesikia, Injili ya Mathayo sura ya 8 ya 23 na kuendelea, tunapata habari za safari ya Yesu na wanafunzi wake baharini, ambapo chombo chao cha usafiri, wakati Yesu amepumzika, kilikutana na mawimbi makali kiasi cha kuyumbishwa, hata mitume wakaogopa. Lakini walipomshirikisha walipomshirikisha alikemea, alituliza ile dhoruba, wakapata amani. Sisi kanisa kwa kweli ni chombo chetu cha usafiri, chombo cha kutuvusha. Kanisa kama sakramenti ya wokovu ni chombo ambacho kinaweza kutuvusha kutoka dunia hii ambayo ni kama bahari. Bahari ina vipindi ambavyo kiroho na kimwili vinaweza vikatikisa, vinayumbisha. Wakati mwingine kuyumbisha mafundisho ya kanisa, lakini daima Roho Mtakatifu anasaidia. Unabii wa kanisa, hasa katika kukemea maovu, bahari hii inasumbua. Kutetea haki, upendo, amani au maisha ya familia katika nyakati hizi, mito na mingine mengi, tunahitaji tukiwa wenyewe au kama kanisa tumtazame Kristo, tumwite Kristo. Ndiye aliyetuchagua na kutuita. Yesu ana mamlaka kamili, kwanza juu ya asili yetu na asili ya kila kitu, na yupo pamoja nasi wakati wa dhoruba za maisha. Anakemea upepo na mawimbi ambayo yanajaribu kutikisa ufuasi wetu, na hivi vinamtii. Jambo la muhimu hiyo hili, kumtazama. Katika lugha ya maandiko maana yake kuwa karibu na kumtegemea huyo Kristo.
kumwalika na kumsikiliza, kwa mwisho kufuata maelekezo yake. Zaidi tuwe na imani thabiti kuhusu uwezo wake na utayari wake. Tusiogope. Aliwaambia wale mitume, aliwakemea kuhusu mashaka ya imani yao, na baadaye mitume walimtazama, walimtegemea na walimpekea shida zao, wakashinda. Tuna imani baba yetu Minde katika vipindi vya maisha vilivyo vigumu, wakati anaanza utume, naendelea na utume, alimtazama Kristo, alimsikiliza, alitii mapenzi yake na alimpelekea mahangaiko yake, na akavuka hata akafikisha hii miaka. Sisi tunaalikwa kufanya hivyo katika safari ya imani na wajibu wa kutangaza habari njema, hasa katika nyakati zetu hizi. Kumtazama Kristo na kumsikiliza kunahitaji pia kujipanga. Lazima kumruhusu Roho Mtakatifu atusaidie, atukumbushe wakati tunahitaji kukimbilia msaada wa Mungu, wakati wa majaribu, lakini pia wakati wa kufurahi, kutoa shukrani ya mioyo yetu kadiri ambavyo tunajaliwa. Niwaalike tunapotoa shukrani siku ya leo kwa Mwenyezi Mungu na tunapompongeza baba yetu, tuendelee kumpa ushirikiano. Nalo hitaji zaidi ni ushirikiano katika nyanja zote, lakini pia kumwombea afya na nguvu, ajaliwe miaka mingi, lakini miaka yenye baraka na neema, aendelee kuhudumia taifa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.